Mazungumzo kati ya Rais wa Urusi Vladimir Putin na ujumbe maalum ulioongozwa na Steve Witkoff, mwakilishi wa Rais wa Marekani Donald Trump, pamoja na mkwe wake Trump Jared Kushner, yamekamilika katika ikulu ya Kremlin kwa mujibu wa taarifa ya upande wa Urusi. Mazungumzo hayo yaliyolenga kutafuta njia ya kumaliza vita vya Ukraine yametajwa kuwa miongoni mwa mazungumzo marefu zaidi ya hivi karibuni, yakidumu kwa takribani saa 5. Kulingana na taarifa ya Kremlin, Putin amekubali baadhi ya mapendekezo yaliyowasilishwa na upande wa Marekani, huku akiyapinga mengine. Lakini Moscow imesisitiza kuwa iko tayari kuendelea na mazungumzo mara nyingi kadri itakavyohitajika ili kufikia makubaliano ya kudumu. Msemaji wa Kremlin, Dmitry Peskov, amesema mazungumzo hayo yalikuwa ya mabadilishano ya moja kwa moja ya maoni kati ya pande hizo mbili, na alikanusha taarifa kwamba Putin alikataa mapendekezo yote ya Washington. Peskov ameweka wazi kuwa baadhi ya vipengele vimekubaliwa na serikali ya Urusi na vingine vimekataliwa, huku akisema kuwa hatua hiyo ni mchakato wa kawaida wa mazungumzo kati ya mataifa mawili yenye maslahi tofauti. Peskov aliongeza kuwa Kremlin inathamini juhudi za Rais Trump katika kujaribu kusukuma mbele mazungumzo ya amani, lakini akasisitiza kuwa kutoa taarifa za kila hatua kwa umma hakuwezi kusaidia mchakato huo. Kwa sasa kazi ya kiufundi inaendelea katika ngazi ya wataalamu kutoka pande zote, na matokeo ya awali yanatarajiwa kutumika kama msingi wa mazungumzo yatakayofuata. Katika wiki za hivi karibuni, mjadala juu ya mustakabali wa amani ya Ukraine umechochewa na kuvuja kwa rasimu ya mapendekezo 28 ya Marekani, jambo liloibua taharuki nchini Ukraine na miongoni mwa mataifa ya Ulaya, yaliyodai kuwa baadhi ya vipengele vya mapendekezo hayo vimeegemea upande wa Urusi. Ulaya baadaye iliwasilisha mapendekezo mbadala, huku Marekani na Ukraine katika mazungumzo mjini Geneva zikisema zimeandaa mfumo mpya na ulioboreshwa wa amani kama mwongozo wa kumaliza mgogoro huo. Kwa upande wake, Rais Putin ameshutumu Ulaya kwa kujaribu kuvuruga mazungumzo ya amani kwa kuwasilisha mapendekezo ambayo walijua hayakubaliki kwa Moscow. Baada ya mkutano wa Kremlin, mshauri wa masuala ya kimataifa wa Putin, Yuri Yushkov, alisema kuwa kabla ya mazungumzo, Urusi ilipokea mapendekezo ya vipengele 27 kutoka Marekani, pamoja na nyaraka 4 za ziada ambazo zote zilijadiliwa na Witkoff wakati wa mazungumzo. Wiki iliyopita, Putin alifichua kuwa Marekani na Ukraine walikuwa wamegawanya mapendekezo ya awali katika vipengele 4, ingawa maudhui halisi ya nyaraka hizo hayajawekwa wazi hadharani. Mazungumzo haya yanaonekana kuwa mwanzo wa mchakato mrefu na mgumu, huku pande zote zikitafuta uwanja wa makubaliano katika moja ya migogoro mikubwa zaidi ya kisiasa na kijeshi duniani.